Karibu sana mtazamaji wa Zone Media kwa mara nyingine tena. Sasa hapa tunaelekea huko DRC moja kwa moja katika mji wa Uvira mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa hapa kuna taarifa kubwa ambayo taarifa hii inabidi tuiangazie kwa undani zaidi. Kwamba hatimaye baada ya kupita takriban mwezi mmoja, jeshi la serikali la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na wapiganaji wanamgambo wanaounga mkono serikali wamerejea tena katika mji wa Uvira mashariki mwa nchi hiyo baada ya takribani mwezi mmoja kutekwa na waasi wa M23. Sasa kwa mujibu wa wakazi wa eneo hilo, wanajeshi hao walionekana mwishoni mwa wiki hii wakichukua tena maeneo muhimu ya mji yakiwemo yale yaliyokuwa wakidhibiti kabla ya M23 kuingia hapo awali. Tunafahamu mwezi Desemba mwaka jana 2025 kwenye tarehe 10 hivi kulitokea mapigano makubwa sana baina ya vikosi vya waasi wa M23 pamoja na jeshi la serikali FARDC pamoja na wanamgambo ambao wanaiunga mkono serikali katika eneo la Uvira. Mapigano hayo yalisababisha wanajeshi kuzidiwa nguvu na M23 na kuweza kukimbia na kuuacha mji wa Uvira, hatimaye ukaweza kuwa chini ya vikosi vya M23. Na sababu kubwa sana ambayo hata viongozi wa M23 walizungumza, wakiwemo msemaji wao lakini Corneille Nangaa, wakisema kwamba jeshi la serikali limekuwa likinyanyasa sana jamii ambazo zinaishi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwemo jamii wa Banyamulenge lakini vile vile Banyarwanda ambao ni Watusi wenye asili ya Rwanda wanaoishi Kongo. Wamekuwa wakiwanyanyasa na wao M23 wamekuwa wakitetea jamii hizi wa Banyamulenge na Banyarwanda kwa kiasi kikubwa kuweza kuwadefendi ili wapewe ile equal treatment, haki sawa kwa wote katika eneo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu ile nchi ni kubwa, ina majimbo mengi. Kwa hiyo kukitokea unyanyasaji, kwa sababu pia kuna makundi kadha wa kadha ya wapiganaji, M23 huwa wanaingilia kati na kuweza kupambana na vikosi vya serikali. Ndio maana Uvira iliweza kutekwa na M23. Sasa lakini kipindi kile ambacho M23 waliweza kuichukua Uvira, hawakukaa sana pale Uvira. Baadaye of course kuliibuka sana misuguano hapo katikati. Rais wa Rwanda Paul Kagame pia alizungumza wazi kwamba ilikuja kuonekana baadaye Burundi ilipeleka wanajeshi takriban 20,000 waliokuwa wako Uvira pale. Tuhuma zikawa nyingi sana kwamba alikuwa anakanusha kwamba Rwanda haiungi mkono M23 wala haiwasaidii kwa chochote, bali kumekuwepo na tuseme kuzungukana kwa baadhi ya viongozi pale mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akaingizwa hapo Evariste Ndayishimiye kupeleka wanajeshi kule Uvira kule na maeneo mengine. Sasa kwa hiyo unakuta eneo hili bado kumekuwepo na misuguano ya mara kwa mara ambayo imezidi kuleta nsitofahamu kubwa sana. Sasa baada ya kuibuka kule, M23 hawakukaa sana pale Uvira. Baadaye wakaamua kujiondoa ili kupisha amani na mazungumzo yaweze kufanyika, huku nchi ya Qatar ikiendesha mazungumzo mara kwa mara baina ya Rwanda pamoja na DRC, lakini pia M23 pia wako ndani ili kuweza kuleta maelewano. Hatimaye serikali sasa Januari hii imeweza kuingia moja kwa moja Uvira kwa mara nyingine tena na kuchukua udhibiti kwenye baadhi ya maeneo. Kwa mujibu pia wa mashuhuda wa Uvira, wameeleza kwamba wameona wanajeshi mwishoni mwa wiki hii wakichukua tena maeneo muhimu ya mji ikiwemo yaliyokuwa yakidhibiti M23, na mauaji mengi yaliripotiwa kipindi ambacho M23 walikuwa wameingia Uvira kupambana na vikosi vya serikali. Ilikuwa ni hatari kwa sababu ripoti za haraka tu zilikuja kutoka kwamba watu takriban 1500 waliweza kuuawa kwenye mapigano hayo. Ni namba kubwa sana. Ni damu za watu ambazo zimekuwa zikimwagika. Mapigano ya Kongo yamekuwa yakigusa sana jamii nyingi ambazo zimekuwa hazina hatia huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini maeneo ya kaskazini pia mwa Ziwa Kivu, maeneo ya kusini mwa Kivu, yote yamekuwa yakikumbana na kadhia kubwa sana ya mapigano baina ya M23 na makundi yanayounga mkono serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo chini ya Bwana Felix Tshisekedi, lakini vile vile na jeshi la nchi hiyo la DRC yani FARDC. Baada ya hali kuweza kutulia katika eneo la Uvira, mpaka wa Gatumba pia ulifunguliwa tena, ambapo gavana wa jimbo la Kivu Kusini anaitwa Jean-Jacques
Purusi alisema kivuko cha Gatumba kati ya Kongo na Burundi ambacho kilifungwa wakati M23 ilipouteka Uvira kilifunguliwa siku za hivi karibuni kuruhusu shughuli za biashara na usafiri kurejea kawaida. Lakini vile vile licha ya amani kuweza kuonekana katika eneo la Uvira, amani kuweza kupatikana, lakini bado mapigano yaliweza kuendelea na uporaji uliendelea. Licha ya M23 kuahidi kujiondoa ili kutoa nafasi ya mazungumzo ya amani, mapigano yaliendelea pembezoni mwa Uvira. Pande zote, waasi na serikali, zimeshutumiana kwa vitendo vya uporaji na ukiukwaji wa usalama ndani ya mji. Sasa iko hivi, unajua bwana, Kongo ni moja kati ya taifa ambalo ni tajiri sana kwenye sekta ya madini. Shutuma nyingi dhidi ya jamii za Wabanyamulenge, lakini Wabanyarwanda, wote hawa ni jamii ambazo zina uhusiano na Watusi kutoka nchini Rwanda. Wamekuwa wakigombania zile rasilimali kwenye migodi mbalimbali. Sasa zile rasilimali ambazo ni madini mengi sana yanapatikana katika maeneo hayo. Uchimbaji umekuja kuibua sintofahamu kwa sababu inaonekana kwamba jamii moja ina thamani zaidi kuliko jamii nyingine. Sasa M23 wakiona kwamba Wabanyamulenge wananyanyaswa, wakiona Wabanyarwanda wananyanyaswa, wanaona kabisa kwamba hapa kuna ubaguzi wa makabila. Ubaguzi wa makabila ukishaingia katika eneo fulani, M23 wanakuja kutetea maslahi ya jamii hizo, wakiwalaumu serikali kwamba kwa nini amtoi haki sawa kwa watu wote. Ndio maana viongozi wao mara nyingi wamekuwa wakisema kwamba Watusi wanaoishi pembezoni mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mpakani na Rwanda wasinyanyaswe, wana haki ya kuwa pale, wana haki ya kutumia rasilimali zile kama ambavyo Wakongoman wanakuwa na haki ya kuweza kutumia hizo rasilimali. Wanahisi kwamba kile kitendo cha serikali kuweza kuwanyanyasa, kutowajali, kuwafanyia vitendo vya unyanyasaji ni wanahisi kwamba ni kukosekana kwa haki za binadamu. Ndio maana M23 wamekuwa kwenye mapigano mara kwa mara na wanamgambo ambao wamekuwa wakisupport serikali, lakini vile vile hata jeshi la serikali FARDC limejikuta kwenye mapigano dhidi ya M23, ambapo mpango wao ilikuwa ni kuitokomeza M23 kutokana na msaada ambao wanapatiwa na Rais Paul Kagame. Kwa sababu mwaka jana pia Rais wa Marekani Donald Trump aliwaita marais wote wawili, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Felix Tshisekedi, lakini vile vile akamuita Rais wa Rwanda Bwana Paul Kagame White House pale Marekani, pale Washington DC pale. Na baada ya kuenda Washington DC pale, walikwenda kusaini mkataba wa amani baina ya Kongo pamoja na Rwanda. Yaani jamii zote zile ziwe na amani, state mbili ziwe na amani, kusiwepo na migogoro. Lakini baada tu ya kusaini ule mkataba, tarehe 10 M23 wakakiwasha, wakaingia Uvira, wakapiga pale, vikosi vya serikali vikakimbia pamoja na wanamgambo wao ambao wanaunga mkono, then wakaiteka Uvira ikawa chini yao. Watu wakajiuliza kwamba hivi na maana kusainiwa kwa mkataba kule Kongo chini ya utawala wa Trump ambaye ni rais wa Marekani ndio kumezua mapigano tena? Ikawa ni sitofahamu kubwa sana. Wengi wakasema kwamba ni plani, ni namna ambavyo Rwanda inawazuga wa Kongo. Tshisekedi alilaani vikali sana na kusema kwamba sasa tunakwenda wapi, mbona makubaliano yanakuwa hayafuatwi. Kwa hiyo ni kwa namna gani mzozo huu bado unakuwa na sitofahamu? Kuna tulia leo, kesho kunaibuka tena. Kuna tulia leo, kesho kunaibuka tena. Na Rais Trump alisema kwamba nia yake kubwa ni kuleta amani kwenye migogoro yote duniani, ukiwemo na mgogoro huu wa Kongo wa M23 pamoja na serikali ya Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unajiuliza kwamba mbona haya mambo yatafika hadi wapi? Yatakwenda mpaka lini haya mambo? Lakini ukweli ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan maeneo yale mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kaskazini, kusini, yamekuwa ni maeneo ambayo hayana utulivu wakati wote. Kuna tulia leo, kesho kutaibuka tena. Kwa hiyo ni kwa jinsi ambavyo unaona kabisa amani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye maeneo hayo inakuwa inatoweka kila baada ya muda fulani. Sasa baada ya vikosi kuweza kurejea katika eneo la Uvira, wananchi wameona utulivu ukiendelea, huku vikosi vya serikali vikiahidi kuimarisha ulinzi, kuimarisha usalama, lakini kuzuia ule uhalifu ambao umekuwa ukifanyika, watu kunyang'anywa mali zao, uporaji, lakini kutekwa. Kwa hiyo jeshi la serikali liko pale kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kuna ulinzi, kuna amani, kwa sababu ni eneo la mpakani na Burundi, ili kuweza kuzuia makundi ya waasi yasiweze kuibuka kwa kiasi kikubwa sana, mwisho wa siku kupeleka hofu na sitofahamu kubwa sana. Mtazamaji, mimi wajibu wangu hapa ni kukuletea taarifa zote ambazo unatakiwa uweze kuzipata kwa wakati sahihi, lakini uweze kuelewa na kujua nini ambacho kinajiri duniani kote. Cha msingi tu wewe ni kuwa karibu na Zone Media wakati wote na bado lako la kutosha.